Sisi tumepata eneo, tumenunua eneo letu zuri milioni 70 la kanisa. Tukasema vijana, asubuhi muende kuchimba shimo, tumeweka maki pale. Vijana wakawa wanapitiana kwenda kutafuta chai saa ngapi mpaka saa 4. Yeye huyu ananipigia simu, ilikuwa saa 3. Akanipigia simu, ili shimo baba unataka lifike futi ngapi? Nikamwambia kwani umeanza kuchimba? Akasema sionekana. Nikamwambia uko na nani? Niko peke yangu. Huyu sio mtu wa kawaida. Njemba zinakuja na kuta mtu ameshaishia kwenye shimo. Anapiga yeye mwenyewe, anarusha mchepe. Huyo pikipiki anaendesha. Hebu wote mweza huyu. Anaendesha. Sisi wakati tunanunua eneo pale, tunasema haya 100,000, 200,000, 500,000, mtu wa mwisho akabia milioni, yeye akasimama milioni 3. Wewe unaweza kucheza naye huyu? Wewe unaweza kucheza naye? Huwezi kucheza naye mtu aina hii. Haleluya. Amen. Haleluya. Nikamwambia kwani unafanya hivi? Anasema mimi nimemtumikia shetani sana. Na kisa cha kuokoka ilikuwa aende kukata watu mapanga. Huyu baba huyu aliyenyanyuka na mke wake huyu alinunua hirizi la milioni hizi 2 limwezesha akiwa duniani ili mambo yaende. Hirizi la milioni 2 alileta matokeo hamna. Baada hapo akaenda kwa mganga, akamwambia kuna majirani zako pale wanaomba. Kwa wale ndio wameharibu ili hirizi. Akaona kumbe. Akachukua panga yake, kanoa. Mimi siwezi kupoteza milioni 2 eti watu wanaomba hapa. Haleluya. Siwezi kupoteza milioni 2 eti watu wanaomba hapa. Mganga amesema watu wanaomba ndio hawa majirani zangu. Akanua panga. Akaenda na hasira zake. Sikiliza, kumbuka hata wakati watu wale walipokuwa wanakula nini watoto, na wakawa wananunua mafia njiwa, alafu kamanda moja akatumwa nenda akamkamate huyu mtumishi wa Mungu, hali imekuwa mbaya na nabii yuko hapa, huyu lazima tumshughulikie. Wakati anakuja anafika mlangoni kwa Elisha akaambiwa na Bwana tayari. Kufika tu akaambia kesho. Yaani nafikiri huyo Bwana sasa kama hata alisema neno. Yaani alipomkutana naye anajua Mungu ameshamwambia. Akamwambia kesho majira fulani unga mwembamba utakuwepo kwenye lango la Samaria. Jamaa mimi nimekutumwa wewe ukatolewe roho kule wewe. Alafu unasema kuna unga mwembamba. Akasema hata mbingu zingefunguka. Ukameli. Hakuna hicho kitu. Akaambia wewe utaona lakini hautakula. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Sasa huyo amejiandaa kwenda kukata mtu panga. Alipofika pale akakutana na shuhuda za kanisani. Kanisani kwetu watu wanafunguliwa. Jamani, kanisani kwetu kuna mwingine tumeombea mijusi hai ikatoka tumboni. Akapewa hizo shuhuda, mijusi inatoka tumboni. Akapewa shuhuda zingine, watu wanapona magonjwa. Akapewa hizo shuhuda, watu wanapofunguliwa, wengine wamezalia huko, wengine walikuwa wanatembea na mkuu wa nchi yule ambaye ameondokaga. Magufuli, mwandishi wa habari. Mke wake alizalia nyumbani kwetu. Alizalia hapo. Tumbo likubwa, amepimwa ambaye ana mimba ile upepo. Pimwa hospitali, anaambiwa ni mgonjwa. Lakini akaja kwenye maombi, tukapiga maombi, baada hapo tukachanga mtoto anazaliwa. Na alikuwa na mtoto wa kiume, akamuita Emmanuel, wanamuitaka mchungaji, jina langu. Haleluya, mtumishi wa Mungu. Amen. Sasa udada akapewa zile shuhuda. Alipopewa zile shuhuda akaona hili panga Bwana halina kazi tena. Akaamua kuliweka, akajidai alikuwa na shughuli zingine. Kwa ndio kwa mwanzo kufanya nini? Kuokoka. Ndio maana akasema nilimtumikia shetani sana, sasa wacha nimtumikie Mungu. Simama. Wacha nimtumikie Mungu sana. Haleluya, watumishi wa Mungu. Amen. Katika masomo kija kwa mchungaji, ukiingia pale katika masomo na kalia, huyu pia dada amefanya jambo hili. Haleluya. Amen. Ni mdogo mambo yake makubwa. Yaani huwezi kutembea nyayo moja. Akang'atwa nyoka bwana. Na miwa pale kwake akang'atwa nyoka. Ameng'atwa nyoka siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, anakuja kanisani kwenye ibada. Anasema mchungaji, ngoja nikwambie niling'atwa nyoka hapa, nimeomba Mungu kwa mna shida.
Nikashtuka kabisa. Unataka kufanya nini? Ning'atwa nyoka. Wapi? Angalia kuna jino. Ukishika jino linacheza hivi. Ning'atwa, alikuwa wapi? Alikuwa kwenye miwa. Nikamwambia ulienda hospitali? Akasema sijaenda, wote ulinifundisha niwe na imani. Nikasema imani imeshanishinda na mimi hii sasa. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Hallelujah. Amen. Jamani, mpo pala hapo? Ukipata wadada wanetembea na Mungu kama hawa, na Mungu kwenye mkutano kamwambia sikuachi. Hallelujah. Sikuachi katika jina la Yesu, sikuachi. Amen. Amina. Amen. Wadada mjifunze, vijana mjifunze. Anapiga kazi udada hatari. Anapiga kazi hatari. Mnasikiliza watumishi wa Mungu? Anapiga kazi hatari. Utakuta anaweza katoka asubuhi yuko pale kanisa anafyeka. Anafyeka. Anapiga kazi. Kuna siku moja niliona akaniletea panga, akasema hii panga nafyekeo la kwako na huyu jogoo kula. Sasa mtoto mshirika naye kuanzia hata ule jogoo kuliko yule anayetaka maombi kila siku alafu umletee jogoo. Narudia, mshirika ambaye akuletea hata jogoo anakuletea tumbo leo, kesho kichwa, kesho kutwa mguu. Maisha yakiwa mazuri anakusahau. Jamani, sikiliza, Biblia inasema mwanafunzi na mshirikishe mkufunzi wake mema yote. Sio kwamba mtushirikishe magonjwa, mwa mnatushirikisha na baraka. Mifugo ikiongezeka, malimbuko yaje na shukrani. Amina, watumishi wa Bwana. Amen. Mchungaji wako akibarikiwa akitamka baraka, vile vitu vinamea. Amina. Amen. Nasikiliza, kwa amejitoa, amefanya hayo mambo huyu dada. Kilichotokea sasa, watu wakainuka, nyumba yake ilikuwa tu haijakaa sawa. Watu wakainuka wakasema inaonekana ushawahi kumtumikia Mungu, na wakaangalia watumishi wangu. Mtu akasema hebu kafanya tathmini nyumba yake. Ikafanywa tathmini, fundi wa kwanza akasema milioni 10. Akaambiwa tutume fundi mwingine, akasema si milioni ngapi? Milioni? Akasema huyu sio fundi. Aliposema milioni 10 akasema huyu sio fundi wa kujenga hiyo nyumba. Anua bati 70 za kuwezeka nyumba yake, alafu Mungu akasema nini? Wagawie watu. Mungu akasema ni wagawie watu, nikazigawa zote. Tena watu ambao si wajui. Akamgawia wengine kwa bibi alikuwa ananyeshewa kwa mvua tu, ameweka sisi vibati vya ajabu, Nikawagawia watu zile bati. Nilipowagawia wengine, kwa sababu niliona alinionyesha watu wa kuapa kwenye ndoto. Wengine ni wazee kabisa. Makondo wamechorwa ndonye hivi. Lakini wale zile picha nilizoziona nazikutana nazo mtaani. Nikaanza kuuliza hawa watu, mtu fulani hivi na hivi na hivi namuonaga hapa, anakaa wapi? Nikaenda, kuna mzee mmoja hivi na hivi na hivi namuonaga maeneo fulani wanacheza bao, kwa wapi? Wakanipeleka. Kipindi hicho nilipoenda mvua ilikuwa inanyesha. Yaani wale watu kweli Mungu alikuwa amekusudia. Kwa ufupi sasa. Amen. Wapewe zile bati. Nikawaambia hawana hata hela ya kuja kuzibeba. Kabidi nifanye kazi nipate hela ya kuweka kwenye usafiri wapelekewe. Na nyumba zao zilikuwa zina uhitaji kweli. Baada ya hapo ndio Mungu akasema. Huyo mtu wa mwisho alisema shilingi ngapi anakupa? Huyo mtu wa mwisho akasema milioni 40. Na wakasema huyu ndio fundi. Piga makofi kwa Bwana. Piga makofi kwa Bwana. Mungu anasema kwenye kitabu kile cha Yohana 12:26, mtu akinitumikia Baba atafanya nini? Tamheshimu. Kuna watu leo wanatamani baraka, hazishuki kwa kukaa wala kukaa kanisani, wala kushinda kwenye maombi. Sawa tumisha Mungu, tunathamini maombi. Omba, nenda kafanye. Maana anasema nitabariki kazi ya nini jamani? Ya mikono yako. Sasa wewe usijifananishe unaomba maombi ya Elia, kunguru ashushe mkate huko kanisani, kunguru shusha mkate hapa. Wewe kijana una nguvu, kunguru shusha mkate. Asubuhi kunguru mtu anakuja jioni, asubuhi na ukuta kunguru shusha mkate. Jioni kunguru shusha mkate, kesho kuta kushuka mkate. Bwana, mimi nimeamua kushinda nyumbani kwa Bwana. Ni kweli mpendo wangu, lakini Mungu anabariki kazi ya mikono yetu. Unapolima unamwambia Mungu bariki kazi ya mikono yangu. Unapofanya biashara Mungu bariki kazi ya mikono yangu. Umeona kilichotokea?
Mtu anayemtumikia Mungu ogopa. Yaani hata kama wewe lete makotena na makotena weke juu yake, atapenya tu. Zuia fanya nini? Walipomzuia Yusufu alipenya tu. Mtu ambaye yuko na Mungu huwezi kumzuia. Huwezi kumzuia. Sikiliza nikwambie, huwezi kumzuia. Unaweza kumuona leo hana kitu, lakini mbele Mungu akiamua kufanya jambo anafanya, na huwezi kumzuia. Huyu dada leo Mungu amemheshimu. Anaingia mahali, na ni mwombaji mzuri sana. Anaingia mahali na anaombea watu wakubwa. Sasa unaweza kuta kijana anasema anatafuta upako. Kufunga kabisa naye akifika saa 8 anasema kwa kweli ngoja kidogo nitafunga kesho. Anakula alafu sasa nitafunga kesho. Kesho naye akiendelea ana mambo anataka kufa. Na hisi kama na vidonda vya tumbo. Sio kwamba na vidonda vya tumbo. Yaani shetani amegundua udhaifu wako. Ukiamua kujikana, ukitoka pale wewe watu watakutafuta. Kijana ukiamua kutafuta Mungu, alafu sio afikiri ukitoka hivyo alafu msimheshimu mchungaji wako. Ukisubutu hilo jambo ndio umekwisha. Daudi alikuwa ana uwezo kabisa kusema mimi ni mfalme. Alinyenyekea akajiona mfalme bado yupo. Na hata alipoambiwa muue mfalme na afanye jambo bado alikuwa anasema huyo tena makamanda wake anamwambia muue. Ndivyo sambaye Bwana amekuletea kwamba Mungu atamleta adui yako wapi? Mikononi. Akasema hapana, huyo ni Masihi wa Bwana. Leo sio jambo la ajabu mshirika unakaa ana genge kabisa na muongelea mchungaji, unajiharibia, utapata ukoma. Yaani ukoma walikuwa wanatengwa. Utatengwa kiuchumi, utaweza kufubaa. Ukakaa kwenye mazingira ya kufubaa. Uendelei, umechakaa, umeharibikiwa, una jinsi, kwa sababu hata mafuta uheshimu. Nani atakaye kulea? Nani atakaye kulea? Vile unavyoona udhaifu wake, vile unavyoona vyovyote vile unavyomuona mapungufu hayo. Haya mapungufu naomba wewe tumia nafasi yako kwa ajili ya kuondoa hayo mapungufu. Sio sehemu ya wako kusema amina. Amen. Haleluya. Amina. Bwana Yesu pewe sifa. Amina. Bwana asifiwe kanisa la Bwana. Amen. Jamani tuko pamoja. Amen. Sasa sisi nimefika paka huko vipi? Lakini nataka nikwambie hilo nalo bado neno la Bwana. Bado neno la Bwana likusaidia kwenye maisha yako. Watu wanaomtumikia Mungu lazima Mungu awainue. Watu wanaomtumikia Mungu lazima Mungu awainue. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu pewe sifa. Jamani tuko pamoja. Amen. Amina. Mimi namwamini Mungu katika yale magumu. Huyu alikuwa katibu wangu huyu. Hebu simama mpendo wangu. Alikuwa katibu wangu wa kwaya huyu. Mimi wakati nimetoka Dar es Salaam nikaja nyumbani baada ya msiba fulani kutokea, nikamwambia uondoke hapa. Ndio baadaye nikawa mwenyekiti wa kwaya na huyu alikuwa katibu. Kulikuwa na viongozi wengine. Tukawa na wazo, nikakuta kuna kiredio kile cha mbao ndio eti ndio nini speaker nini vyombo vya kanisani. Radio ile ya mbao naifahamu jamani. Inapigwa kila siku kwa fundi. Tukakaa tukasema tununue vyombo vizuri. Tukapeleka wazo kwa wazee wa kanisa. Wazee vyombo vya shingapi, tukataja hiyo hela. Wakasema mtu anaweza kupata hiyo hela. Tukaambiwa labda kulikuwa na mtu fulani wale wana maduka, wana magari. Asema hiyo hela labda mtu fulani ndio anaweza akapata. Hilo wazo lenu futeni kule. Tukarudi nikamwambia jamani kule nimetolewa, nimekimbizwa kule. Tufanyeje? Tujipange tutafute hela. Tukatafuta hela. Sisi tulinunua mpendo wangu. Tuliagiza tena viende kuletwa Dar es Salaam kama sio Zanzibar. Dar es Salaam. Vikaenda kuletwa kule. Ndipo wazee wakasema kwa kweli, yaani una moyo mkubwa kweli. Usikatishwe tamaa unapotaka kufanya jambo lako. Nasikiliza? Amen. Haya, najaribu kukuambia ili uweze kuchukua hatua ya imani. Tunanua uwanja, tukafika kwenye uwanja unauza milioni 120. Nikamwambia washirika sasa msikiliza, kama mpendo wangu. Tutembee mipaka yake. Uwanja unauza milioni 100. Tukatembea. Bwana atatupa uwanja. Tukatembea. Alafu baada hapo tukasema tushikane mikono tumshukuru. Kumbe wengine wanasema mchungaji unatutembeza tu bure. Hela hizo utapata wapi wewe? Haya, baada hapo tukaanza kuongea na yule mzee. Akafika milioni 70. Baada hapo mtu mmoja akaniambia mchungaji umeangalia washirika? Nikamwambia nikiwaangalia nitaacha kununua eneo hili, nitamwangalia Bwana. Amina. Hasa kumwangalia mshirika unaona na genge la mchicha. Wewe unafikiri utanunua eneo?
ana genge la mchicha, alafu nategemea ununue eneo la milioni 70. Nikasema nitatoa macho yangu kwa washirika, nitamtazama Bwana. Mpaka leo tunapoongea eneo hilo tumelinunua milioni 70 na tukanunua vyombo vya karibu ya milioni 10. Haleluya! Ndani ya muda huo ukimtazama Bwana na maisha yako yakawa safi mbele za Mungu, Mungu ananyosha njia yako. Vijana, chagueni kutembea na Mungu. Bwana ataiondoa aibu ya ujana wako itaondoka. Acha wanasema waseme, piga kazi, fanya kazi, ishi maisha matakatifu, shika sheria za Bwana, utamwona Mungu juu yako. Lakini maisha ya kinyonga hayatakufanya uwe, yani hutatokeza. Utashangaa wengine wanatoka na unaanza kusema Freemason yao. Ni wewe mwenyewe ndio una shida. Mungu Bwana anabariki. Hakuna watu kwenye Biblia wamebarikiwa, kila anayebarikiwa ni Freemason. Hata nasema Freemason yao, sio kutukaona wamejificha tu kanisani hapa. Fanya kazi na wewe sasa. Mtu saa nyingine halali. Unasikia tumisha Mungu? Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Sasa kwa nasema hata yule dada mtu anaamka kufanya kazi, nikasema yani wewe dada ukiolewa, nikamwambia tu ukiolewa na mwanaume anayependa usingizi, yani mtakuwa mnakwazana kila siku. Maana utakuwa unamwambia amka, umeshakucha. Sasa mwanaume atupendaki kuendesha kwa namna hiyo, biashara ya kuamsha mtu na mwanamke amka. Yani utakuja uso haraka dakika chache tu. Dakika chache tu utakuja uso. Huyu mwanamke anaona ananiendesha unaanza kusema unajua mimi hapa ni nani? Sina tatizo ukikuta baba anaanza kuona natalia kupoteza nafasi yangu. Haleluya. Amen. Haleluya. Nitetee nafasi yako kwa kufanya kazi ukiwa mwanaume. Tetea nafasi yako ukiwa na pochi. Sema neno makali. Mimi ni nani? Nataka usikie wewe ni baba. Ni baba. Naomba niheshimu. Sikiliza nikwambie. Utaheshimiwa sawa, lakini kuna majukumu mengine ukiendekeza usingizi. Hata Biblia inasema anayependa usingizi afanye nini? Achagua maskini. Sasa wewe unaamsha uache usingizi alafu unakuwa mkali. Mungu akusaidie ukiomba Mungu ili sio kwa leo mwanaume ambaye anapenda usingizi. Haleluya watumishi. Amina. Bwana Yesu pewe sifa. Amina. Haleluya watumishi. Amen. Jambo la 3. Jamii watambua Elizabeth na Zakaria ni wazee sana wasio na mtoto. Na hiyo Luka 1:7c. Ndivyo walivyotambulika, ni wazee sana wasio na mtoto. Ni wazee sana wasio na mtoto. Ninaongelea nini hapa? Mungu saa nyingine anatamani ufike mwisho ili yeye aanze. Mungu anatamani ufike mwisho ili yeye aanze. Mungu alisubiri Petro akafika mwisho, anamwambia tupa nyavu mpaka kilindini. Ni kweli amefika mwisho. Mungu anataka hatua nyingine ili ajifunue. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Anasema mimi nilikuwa nimechoka, ila kwa neno lako nazishusha nyavu. Leo kwa neno la Bwana, hata kama umekata tamaa, tutazishusha nyavu mpaka kilindini. Tutavua katika jina la Yesu. Tutashika nyavu mpaka kilindini. Tuchukue hatima zetu. Amina. Amina. Ukifika mwisho ukasema hata ndugu hawashughuliki na mimi, wamefikia mahali wamekata tamaa, Mungu hajakukatia tamaa. Mungu hajakukatia tamaa. Mungu hajakukatia tamaa. Ndugu wamekata tamaa kweli, Mungu hajakukatia tamaa. Ugonjwa unaokutesa, Mungu hajakukatia tamaa. Bado anaweza yote. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Kitabu cha Yohana kinaeleza mlango wa 5. Yesu akaenda kwenye kile birika lile ambalo jamii ya wagonjwa walikuwa wamelala. Jamii ya wagonjwa, vipofu, viwete, watu wa kila aina, akafika pale na Biblia inasema na hapo kulikuwa na mtu ambaye amekwepo hapo siku nyingi. Yesu akamwendea mtu ambaye amekwepo hapo siku nyingi, na alipoulizwa siku zimekuwa nyingi kwa sababu gani, akaeleza, Bwana sikiliza, Yesu ameshafika, anamwambia, Bwana ninapojaribu mimi kwenda, mtu mwingine mwenye nguvu ama anayesaidiwa anashushwa kwenye ile birika, malaika akitibua maji. Kwa akiingia wa kwanza ilikuwa sharti ndio hilo. Akiingia wa kwanza, huyo anayepona ndio uponyaji unaishia hapo, tunasubiri tena. Nafikiri mazingira yale
yale yalikuwa yazingatii kama sasa hivi hospitali zetu. Unakaa aliyekuja wa kwanza mnasogea kwenye benchi, si ndio? Yale mazingira yanaonekana juhudi za mtu. Bwana Yesu pewe sifa, watumishi wa Mungu. Amen. Bwana Yesu pewe sifa. Amina. Na hapo yule mtu akiwa kwenye mazingira hao anamwambia Yesu. Yesu anamuuliza, unataka kuwa mzima? Yeye anataka kutoa maelezo. Sina mtu. Na nafikiri hata wale watu wengine waliokuwa wana watu waliona huyu mwenzetu ambaye amekaa siku zote hapa naye, naona kuna mtu amekuja, si ndugu yake. Bila shaka walianza kusema si ni ndugu yake amekuja. Si ndugu yake amekuja. Basi kama ndugu yake, basi inawezekana leo anakuja kumsaidia. Haleluya. Amen. Haleluya. Na sijui kama walikuwa wanatoa sauti kubwa, unataka kuwa mzima? Mimi sina mtu wa kunitia birikani. Akamwambia, sasa sikiliza, hicho godoro ulichokikalia naomba kitoe. Kiweke wapi? Kiweke kichwani, ondoka, nenda nyumbani. Ni simple. Yesu akiamua kuingilia kati ni rahisi. Haleluya. Amen. Chukua godoro ambalo limekufanya ukae muda wote, weka kichwani, nenda nyumbani. Haleluya, watumishi wa Mungu. Amen. Akalichukua godoro lile, akaliweka wapi jamani? Kichwani. Na ajabu, Yesu hakushughulika na watu wengine, alishughulika na mtu aliyekosa mtu. Alishughulika na mtu aliyekosa msaada. Alishughulika na mtu aliyekatiwa tamaa. Alishughulika na mtu ambaye hana jinsi. Alishughulika na mtu aliyetelekezwa. Yesu anaenda kushughulika na huyo mtu. Na saa hii na wakati kama huu, Mungu anaenda kushughulika na mtu aliyekatiwa tamaa. Haoni mtu wa kumsaidia nyuma yake. Haoni mtu wa kumpa pesa kwenda hospitalini. Haoni huyo mtu. Lakini leo sio kwenda hospitali nyingine, bali ni rufaa iko hapa kwa wacha Mungu. Yesu anasema, wekeni mikono ninyi wa ninyi, ili muweze kupona. Tuwekeana mikono, tutapona katika jina la Yesu Kristo. Baada ya hapo huyo mtu akanyanyuka, akaondoka, akushughulika na watu wenye watu, maana saa nyingine wana kiburi. Lakini akaenda kwa mtu ambaye hana mtu na hana jinsi. Baada ya kufunguliwa akaambiwa, haya, nenda nyumbani. Wale waliomkatia tamaa wanashangaa, anaingia amebeba godoro. Ndivyo itakavyotokea na wewe. Walikuwa wanakuona mgonjwa, unaingia umebeba godoro. Nimepona. Mlinikatia tamaa, lakini Mungu alikuwa bado hajanikatia tamaa. Amina. Amina, watumishi wa Mungu. Amen. Wewe uliokata tamaa, wewe uliofikia mwisho, Mungu hajafikia mwisho kwako. Mungu hajafikia mwisho kwako. Umewakatia tamaa watoto wako, Mungu hajafikia mwisho kwako. Nimeona Mungu akifungua watu wasiopata watoto, wamepata. Haleluya, watumishi wa Mungu. Amina. Wamepata. Kuna wengine walipata watoto, alimwambia mke nenda kazae nje, ambaye mimi sipati mtoto. Baada hapo tukamwambia Mungu, sasa jidhihirishe. Na Mungu alipojibu na kuambia, watoto walipangana hivi. Wanasema asubuhi na mchana, watoto wakiwa natembea kama bata. Unafahamu bata? Watoto vya bata vinajipanga hivi nyuma. Sasa yeye akitoka, vitoto vinajipanga huko nyuma. Vidogo vyote, maazana, mapacha. Nikamwambia haya, maana alisema mchungaji, mimi nataka nizae kabisa. Nikamwambia haya, utazaa dada. Haya, Mungu akiruhusu amezaa. Alinikuta mimi na watoto, akanipita. Baadaye anambia mchungaji, niombe tena. Samani kwa naomba watoto, niombe mpango huu usiendelee namna hii. Ndio msomesha mwanangu wa 3. Maana alimchukua kabla hajapata mtoto, anasema huyu naomba awe kama mwanangu, nikishona sare nitashona naye. Anaitwa Linda, wengine wanamfahamu. Sasa yuko form 6. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Akamngangania, akasema akifaulu mimi namsomesha. Mnasikia watumishi wa Mungu? Na alipopata mtoto, anasema mtoto wa kwanza ni Linda, lakini wa pili ndio huyu niliyompata. Maana niliamua kusema huyu ni wa kwanza kwa sababu niliona awe kama mtoto wetu, baada kuona kama hatuna uzao. Mungu yupo, mpendwa wangu. Mungu yupo. Mungu yupo. Amen. Mungu yupo. Amina. Mungu yupo. Amen. Mungu ataiondoa aibu ya mtu. Amen. Mungu ataiondoa aibu ya mtu. Amen. Mungu ataiondoa aibu ya mtu. Amen. Lazima pia tumfananie Yesu Kristo. Lazima tuishi maisha matakatifu. Kila roho iliyoko juu ya mtu lazima iondoke. Tunataka watu wa Mungu ndio watendewe mambo haya. Kwa hiyo kama hujakata shauri, kata shauri uwe mwana wa Mungu. Maana Yesu aliwahi kusema neno moja, chakula cha watoto siwezi kuwapa mbwa. Kwa hiyo fanyika mtoto wa Mungu. Kama umekuja hapa una Yesu, fanyika mwana wa Mungu, ili upewe chakula cha kweli, ili upewe mahitaji yako. Amina, watumishi wa Mungu. Yesu
hivyo akemea watu, akaona watu baada ya kuwalisha wanaanza kumtafuta kwa ajili ya mikate, si kwa ajili ya kutafuta neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati mwingine akasema, tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na hayo mengine mnayatafuta mtazidishiwa. Tumtafute Mungu kwanza kabla ya kutafuta vile vitu. Tusitafute vitu, tumtafute Mungu kwanza. Haleluya. Vile vitu vitatufuata, vile vitu vitakuja. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu yuko katikati yetu hapa. Uponyaji uko karibu na wewe, miujiza iko karibu na wewe. Umeteseka na magonjwa na saa nyingine unaitwa wewe ni mtu wa aina hii na utambulisho huu, katika jina la Yesu Kristo aibu kwenye familia itaondoka Yesu akiingilia kati. Aibu ya magonjwa itaondoka Yesu akiingilia kati. Na yuko mahali hapa jana wa leo, asubuhi ya leo, uko muujiza kwa ajili ya mama moja aliyechoka na magonjwa, aliyechoka na mateso, aliyechoka na mapito, aliyechoka na masimango, ana utambulisho mbaya. Biblia inasema kwenye kitabu kile cha Maombolezo, anasema Bwana, angalia yaliyotupata, angalia yaliyotupata, uiondoe aibu yetu, tusaidie aibu yetu. Kitabu cha Luka kinasema huyu naye anatakiwa tendeo muujiza kwa sababu ni mwana wa Ibrahimu. Haleluya watemeshe. Na ule mwana wa Ibrahimu alikuwa ndani ya kanisa siku zote, miaka 18 amekaa kanisani. Yesu akaingia kwenye siku ya Sabato, na siku ya Sabato ni pumziko, lakini mwanamke huyu hana pumziko ndani ya ibada, hana pumziko ndani ya kanisa, hana pumziko lolote. Shetani amemfunga miaka 18, yuko kanisani. Huenda ndio wewe ni saa yako ya kufunguliwa. Pigia Yesu makofi, shangilia Yesu aliye hai. Haleluya. Watumishi wa Mungu anasema na huyo mwana wa Ibrahimu, ni kwenu na sifa njema, ni kwenu katika ibada, ni kwenu nafanya mambo ya ibada, lakini haleluya, lakini ana shida hii. Ni kweli unamtumikia Mungu, lakini una shida hii. Ni kweli unafanya hayo, jamii nakwambia wala ana chochote, hatuwezi kujifunza chochote na kiroho chake, hatuwezi kuona chochote. Biblia inasema, mataifa wanasema yuko wapi Mungu wake? Yuko wapi Mungu wake? Maana yake tunataka kujifunza kwa Mungu wake. Yuko wapi Mungu wake? Anasema kadi wanavyosema mshana kupa yuko wapi Mungu wangu, naomba ni kama wanaponda mifupa yangu. Leo watasema Mungu wako yuko wapi? Utawaambia Mungu wangu huyu hapa ndiye aliyeniponya magonjwa, huyu hapa ameniponya. Haleluya watemeshe, haleluya watemeshe. Naongea na mtu aliyechoka, naongea mtu ambaye amelemewa. Mtu aliyechoka lazima achukie, mtu aliyechoka lazima achukie, mtu aliyechoka lazima alie, mtu aliyechoka. Yesu akasema, Mungu akasema, nimeona kilio cha wana wa Israeli wanalia kule. Na baada hapo Biblia inasema kwenye kitabu cha Mwanzo kuna andiko moja anasema, sasa nitashuka nione kile kilio wanacholia kinachokuja kwangu, kama kinalingana na matendo yanayofanyiwa, kama kinalingana na ugonjwa ulionao, kama ni kweli umeshindikana, nitashuka nione tatizo hilo, nitashuka nitatua tatizo hilo. Mungu ashuke leo kwenye eneo la mahali hapa, aondoe ile roho inayokutesa miaka yote. Itaondoka, itaondoka, itaondoka. Bwana ondoa aibu, Bwana ondoa aibu. Hilo ndio neno lako. Bwana ondoa aibu, Bwana futa aibu yangu, Bwana niondolee aibu yangu mbele za watu. Nina utambulisho mbaya, nilizaliwa kwenye familia hii, nina utambulisho mbaya kwa jina la Yesu. Naongea na mtu hapa anatakiwa kupona, naongea na mtu hapa anatakiwa kupona. Upone kwenye magonjwa ya aibu, upone kwenye magonjwa ya aibu, haijalishi yametokana na nini. Mungu aingilie kati, Mungu aingilie kati kwa sababu moja tu. Wewe nawe umeokoka, wewe nawe unamtumikia Mungu, lakini kuna aibu mbele za watu. Mungu aingilie kati. Kwa hapo utaposimama hapa, mwambie Mungu, niondolee aibu yangu, niondolee aibu yangu, niondolee aibu yangu. Niwe na utambulisho mpya, niwe na utambulisho mpya. Mbona unakata tamaa? Mungu bado hajakata tamaa. Kuna watu wamefikia mwisho, lakini Mungu bado hajafikia mwisho. Mungu anasema bado unaweza. Wamesema ninataka kufa, Elia anasema nataka kufa, lakini naambia bado safari ndefu. Anasema nimebaki
peke yangu. Naambia bado kuna watu 70. Sikiliza nikwambie, kuna wakati unaweza kufikiri kwenye akili yako umefikia mwisho, hakuna mtu mwingine wa kusaidia, lakini yuko mtu mwingine atakayesimama na wewe, naye ni Yesu Kristo. Atasimama na wewe mahali hapa, atasimama na wewe akuondolee shida zote. Haleluya, watumishi wa Mungu. Jemedari wa Shamu, Biblia inasema ameleta ushindi kwa nchi yake, lakini hajaleta ushindi kwenye afya yake. Yeye ana ukoma. Alikuwa mtu ambaye anategemewa na yule mfalme, lakini pamoja na utegemewa bado alikuwa na shida. Alikuwa ni mgonjwa, tatizo hilo limsumbua. Anasema ana sifa njema, kuna sifa kama 5. Ameleta ushindi. Alikuwa jemedari wa vita, lakini pamoja na hivyo alikuwa mtu anayeheshimika pamoja na heshima zote, lakini mtu huyo alikuwa anasema, lakini alikuwa na ukoma. Leo hii Bwana wa majeshi ashuke na moto hapa, ashuke na moto hapa, majibu yatoke ambaye hajawahi tokea kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Ile roho inayokutesa leo itaondoka hapa, leo itaondoka hapa. Sharti uwe mwana wa Mungu, sharti uwe mwana wa Mungu. Kubali uwe mwana wa Mungu, kubali kumkiri Yesu kwa Bwana na Mwokozi wako. Usiokokee shida. Yaani usiokokee shida kwamba nitaokoka nipone niondoke niende klabuni. Kama una wazo la kurudia pombe, utakuja hapa atakuombea hamna kitu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana asifiwe, watumishi wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Maana kuna watu wengine wanashikiliwa na vyanzo vyao, vyanzo vibaya, vyanzo vinaitwa vyanzo vya dhambi, vyanzo vya maisha yao, matukio wanayofanya. Hayo ndio vyanzo vyako vya mateso yako. Yesu akamwona yule mtu anashushwa akiwa amebeba, amepozwa. Mimi na wewe huenda tungeanza kukemea roho ya kupoza toka, na huenda wakati mwingine tumekoseaga kwamba roho ya kupoza toka, lakini Yesu akagundua shida sio kupoza, shida ni chanzo. Yesu akasema umesamehewa nini? Umesamehewa dhambi. Kuna watu wanatanguliza uponyaji wakati bado hawajapatana na Mungu wao. Kitabu cha Zaburi kinasema ya kwamba akusamehe kwanza maovu yako, ndipo akuponye magonjwa yako. Haleluya. Ndipo baada ya kuponya magonjwa yako anasema anaokoa uhai wako na kaburi. Haleluya. Anaokoa uhai wako na kaburi. Watu wengine wanataka kuanza, Bwana niponye magonjwa, Yesu wewe baadaye. Hapana. Yesu sharti lake anaanza kusamehe dhambi zako zote, la pili amponye magonjwa yako yote, la tatu uokoe uhai wako na kaburi. Na baada hapo anasema Bwana ndiye atendaye mema kwa wale ambao wanaonewa, na ndivyo itakapotokea tu ya mtu ambaye amefikia mahali pagumu. Mungu akutendee. Hebu simama hapo ulipo. Mungu akutendee, mfalme mtumishi wa Bwana. Mungu akutendee. Mtu aliyechoka, mtu aliyekata tamaa, mtu aliyefikia mwisho, Mungu aingilie kati. Natamani kumwona Mungu kwenye eneo hili. Natamani kumwona Mungu akikufungua na kukuponya katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Natamani nione mkono wa Mungu, tamani nione uwezo wa Mungu, tamani kuona mkono wa Mungu. Usibabudu Mungu kistaarabu, usibabudu Mungu kama kujisikia. Inuka tena, Mungu hajashindwa.
Hallelujah, hallelujah.